Abu Musa radhiallahu anhu amesema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama mtu mmoja ana mali nyingi katika nyumba yake na anaigawa kwa wenye kuhitaji, na mtu mwingine anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, atakuwa mbora yule anayemdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Maelezo: kutumia mali katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la fadhila nyingi, lakini dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala ina fadhila zaidi. Vipi wamebahatika wale watu wenye uwezo ambao licha ya kutumia mali zao kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, pia wanaendelea kudumu wameshughulika na dhikri yake. Kulingana na hadithi moja, Allah subhanahu wa ta'ala pia anatoa sadaka kila siku, yani anaonesha anatoa neema zake kwa viumbe vote, na kila mmoja anapata kile anachokihitaji kama alivyokadiriwa. Lakini mtu aliyebahatika zaidi ni yule aliyepewa neema hizo pamoja na uwezo wa kufanya dhikri yake. Watu ambao wameshughulika na mambo tofauti kama vile biashara, kulima na kazi zingine za huduma za jamii, wanaweza kupanga muda fulani maalum kwa ajili ya dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala kila siku, na kwa hivyo wakapata ujira ulioje. Haitakuwa vigumu kwao kutoa saa moja au mawili katika masaa 24 kwa ajili ya jambo hili tukufu. Muda wetu mwingi unatumika kwa mambo yasiyokuwa na maana, na miongoni mwa nyakati hizo tunaweza kwa wepesi kabisa kutenga muda kwa ajili ya amali hii yenye faida kubwa. Imepokelewa katika hadithi nyingine, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, watu wenye busara zaidi ni wale ambao wanachunga na kupanga muda wao kwa msaada wa jua, mwezi, nyota na vivuli, ili wapate kufanya dhikri kila siku. Siku hizi tunaweza kupanga wakati kwa kutumia saa, na pia bado mtu anaweza kuamua wakati kwa msaada wa vitu hivi vya maumbile ya kiasili. Kwa hivyo hakuna sababu ya kupoteza muda kutokana na saa zetu kusimama au kuharibika. Katika hadithi nyingine imeelezwa kuwa sehemu ya ardhi ambapo dhikri inafanywa panajisifu juu ya zile sehemu nyingine za ardhi ambazo dhikri haifanywi.